Jambo wapenzi watazamaji wetu, tunawakaribisha makala yetu ya kila wiki inayowaarifu masuala muhimu, hasa masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa, na vile vile masuala muhimu hasa baina ya nchi mbalimbali, uhusiano na mshikamano, na vile vile namna ya kuimarisha zaidi udiplomasia. Ndio maana wiki hii tunawaletea udiplomasia ya kiuchumi. Na katika safari yetu ya darubini yetu ya leo, bila shaka mimi na Jabesa Alkano tuko tayari kuwaletea masuala muhimu, hasa safari kutoka giza hadi mwanga. Hii ni mambo muhimu sana. Tukisema safari kutoka giza hadi mwanga, ndio maana bwawa kuu la Ethiopia ni bwawa kubwa barani Afrika. Ni mradi ya maendeleo, ni mradi ya maisha, ni mradi ya umoja, mshikamano. Na hebu kwanza kabisa tukisema safari kutoka giza hadi mwanga, na maoni yako kuhusu mchango wa Ethiopia katika ujenzi, kuanzisha kwa mradi huu wa Abai ama tunasema Grand Renaissance Dam. Naam, kama ulivyosema, safari kutoka giza ambayo ni changamoto ambayo waliweza kupata katika kumaliza ama kuendeleza huu mradi wa bwawa kuu, ambayo yalitendeka kwa kuhusiana na miaka mingi ambayo wananchi wa Ethiopia waliweza kuchangia pakubwa katika mradi huu, na waliweza kuwa pamoja katika kutekeleza huu mradi wa bwawa kuu, ambayo ni mambo muhimu katika nchini Ethiopia. Na hii tukisema bwawa kuu ya Ethiopia ni ishara kubwa ya umoja wa wananchi, ambayo inawaleta wananchi pamoja na kuendeleza ama kitaifa, na kuweka mradi huu umekuwa mradi ambayo uliweza kusababisha wananchi kuwa pamoja, hasa katika muda wa kisiasa na muda wa changamoto ambayo walitendeka katika nchini. Na mradi huu pia bila shaka ulileta wajamii wa pamoja, na hasa tukisema wajamii pamoja, ilileta wajamii wengi katika ishara ya mshikamano, na hasa hii ishara ya mshikamano uliweza kuchangia pakubwa katika wananchi na kutekeleza huu mradi. Naam, na bila shaka kama ulivyosema, safari kutoka giza hadi mwanga ni safari ndefu sana. Na tukisema tu tukiona giza kwanza, hii safari ya giza ni safari Ethiopia ilikuwa katika changamoto mbalimbali. Hasa tunakumbuka wanawake, wakina mama wa Ethiopia wanasafiri mbali wa kilomita mrefu sana kutafuta kuni, na kwa sababu ya ukosefu wa nishati. Na kama kuna ukosefu wa nishati, na huwa wakina mama wanategemea kuni ili kupika chakula na vile vile kuendeleza maslahi yao na shughuli zao za kila siku. Ndio maana hii safari za giza, ukiona eneo mbalimbali kote nchini, na idadi ya watu wanaopata stima na wale hawana stima, tukilinganisha, watu wengi wako katika giza, na watu wachache tu ndio wamepata fursa ya kutumia stima kama hii. Na wanaishi kwa mwanga, wanaishi kwa starehe. Lakini hii safari kutoka giza hadi mwanga ni safari kutoka kwa kabla ya mwanzo, kabla ya ujenzi wa bwawa kuu kuanzishwa, hadi kukamilika kwa mradi huu, na utaleta faida sio tu kwa nchi yetu bali kwa Afrika, hasa Afrika Mashariki. Na nakumbuka kulikuwa na hotuba na taarifa ya waziri wa maji na nishati, Mheshimiwa Mhandisi Daktari Abtamu Itafa. Alisema hii nishati ama baada ya kukamilika kwa Grand Renaissance Dam ama bwawa kuu la Ethiopia, itaendelea kuunganisha bara la Afrika kupitia diplomasia ya uchumi, hasa biashara ya nishati. Wa Ethiopia wameanza kuuza nishati kwa nchi jirani. Tumesha unganishwa nchi yetu hii na nchi jirani na nishati. Ndio maana
nchi yetu imekuwa kituo cha nishati, yani center hub. Hii inatuonyesha kuwa Ethiopia ina idadi kubwa ya mradi mbalimbali inayozalisha nishati mbadala. Na hadi kutoka Ethiopia hadi Afrika Kusini. Hii ni safari miongoni mwa mpango muhimu sana, kwa sababu Ethiopia itaendelea kusambaza umeme ama nishati kwa nchi jirani. Na hiyo, penzi watazamaji, ni mambo muhimu sana, na tunaendelea kuwaletea mengi kuhusu diplomasia ya uchumi, kwa sababu Ethiopia peke yake haiwezi faidika na bwawa kuu la Ethiopia. Na mbali na hayo, tunakumbuka waziri mkuu akijibu maswali bungeni hivi majuzi tu, wiki iliyopita, alikuwa amesema mradi huu wa GAD itakamilika katika miezi 6 ijayo. Na imeshafika kiwango cha misho, kiwango cha kukamilika. Na tukiona tu idadi ama asilimia ya kukamilika kwa bwawa kuu imeshapita zaidi ya asilimia 97. Hiyo ni mambo muhimu sana. Na tunakumbuka kama ulivyosema, tukiona tu umoja, ishara moja tu ama sifa kuu ni umoja. Ndiyo. Na tukisema umoja ni nguvu. Ndio. Umoja inatuonyesha kuwa Waethiopia wote kutoka kuona nchi bila dini yao ya raia, bila dini, bila makabila na namna hali ya maisha pia. Matajiri wale wako katika hali ngumu ya maisha, ndio maana walichangia pakubwa katika msaada. Hasa watoto, walemavu, walimu, wanafunzi, madaktari, wakandarasi, watetezi wa diaspora, kwa sababu hii mradi kubwa imejengwa tu na jasho na rasilimali ya Waethiopia. Hatujapata, waziri mkuu alikuwa anasisitiza kuwa Waethiopia hatujapata msaada kutoka nje. Kwa sababu tunajivunia kuwa tunajenga mradi kubwa kama hii na kuwa mfano kwa wale wanaoendelea kujenga na kutoa mfano wa kuigwa kutoka nchi yetu ya Ethiopia. Kwa sababu hata juzi nimeona kuna viongozi mbalimbali wa Afrika wamekuja kupata utaalamu na namna ya ujenzi huu ulipitia process yake. Na waliona mengi kuhusiana na mradi huu. Na waliweza kusema kuwa hii ni mambo muhimu katika uchumi na maendeleo ya Ethiopia, na hasa pia kwa itachangia pakubwa katika Waafrika. Na tukisema Waafrika tunamaanisha kuwa tumeshaanza katika kuendeleza nishati ndani ya Kenya, na pia inateteremeka hadi Tanzania pia inasemekana. Na pia Uganda pia imeanza kuendeleza pia. Na tukisema hii inachangia pakubwa, tunamaanisha kuwa waziri mkuu alisema kuwa hii haitafaidika Ethiopia, bali itafaidika Waafrika wote. Ndio maana alisema utengemezi wa bwawa kuu ni muhimu, kwa sababu kama tunaweza fahamu kuwa wameanzisha kuingiza magari ambayo yanatumia nishati. Na hiyo ni mambo muhimu, kwa sababu nchini mwetu itapunguza namna ya kutumia mafuta, na hiyo utachangia pakubwa katika kupunguza changamoto ambayo inahusiana na uchumi. Na hii ni mambo muhimu tukiangalia katika maendeleo ya uchumi. Na tukisema hivyo pia tunaweza fahamu kuwa kutipitisha pia kujitegemea, kama ulivyosema, Ethiopia itaanza kujitegemea pakubwa katika maendeleo yake ya uchumi pia. Na tukisema pia hivyo ni alama yake kubwa ni ya kuunganisha Waafrika, na hasa si bali Ethiopia peke yake. Huu ni msimu mzuri sana tukiangalia katika maendeleo ya uchumi. Kwako kama una lingine. Na kama ulivyosema, hii ujenzi wa bwawa kuu la Ethiopia umeonyesha kwa kiasi kikubwa kwa Waafrika wanaweza kutumia rasilimali zao, wanaweza kujiendeleza shughuli zao za kiuchumi, kijamii, kisiasa kwa njia ya uhuru, bila utegemezi wa ama muingiliano wa nchi za
nchi zingine za Ulaya ama nchi zingine za Marekani. Kwa hivyo hii mradi ya maendeleo barani Afrika na bwawa kuu ni mradi kubwa kama tulivyosema. Ndio maana tukiona tu mshikamano, namna watu wengi kila mara wanaendelea kuona hii kuendelea kufuata wito wa Ethiopia. Kwa sababu hii haitaleta madhara. Licha ya wasiwasi wa Misri na Sudan, bwawa kuu litakapokamilika itasaidia kupunguza mafuriko. Na tunakumbuka mbeleni, baada ama kabla ya hii bwawa kuu kujengwa, kila mwaka watu wengi wa Sudan walikuwa wanahangaika sana na mafuriko kwa sababu ya idadi kubwa ya mvua ikinyesha na huwa mafuriko na mtiririko wa maji unateremka hadi Sudan, na watu wa Sudan wengi walikuwa wanaaga dunia, wanakosa maisha yao kwa sababu ya maji. Na ndio maana hii itasaidia kuimarisha na ila kuhifadhi maisha ya watu wa Sudan. Na wa Misri pia bila shaka watafaidika. Na hiyo kuna nchi chini ya bonde Nile na wale wa juu. Na wote wamesaini mkataba wa maelewano. Wameunga mkono, na hata hivi majuzi kulikuwa na mkutano jukwaa muhimu sana iliyofanyika katika jiji kuu la Finfinne, na wametembelea hadi eneo la Guba ama katika mkoa wa Benishangul katika mradi huu wa bwawa kuu la Ethiopia inaendelea kujengwa. Wameona kwa macho yao nini kinatendeka huko, na wameshuhudia mambo muhimu, na wametoa maoni yao ya kuunga mkono safari ya Ethiopia kuwa kituo cha mwanga. Na tukiwa kuwa kituo cha mwanga, bila shaka kama kila siku tunasema Ethiopia ni mama wa Afrika. Na mama huwa akiwa enyewe hata katika changamoto huwa anapatia ama anafikiria watoto wake. Anania matumaini bora kwa vizazi vijavyo. Ndio maana sisi wa Ethiopia hatujasema sisi wenyewe tufaidike na wengine waathirike, ama sisi wenyewe tupate manufaa bora, tupate stima, tuzalishe kwa wingi na tubadilishe maisha ya wananchi, hasa wanawake na wale katika hali ngumu, na wengine waathirike. Hatujasema hivyo. Ndio maana hii ni ishara ya kuonyesha kuwa sisi wa Ethiopia ni wazalendo, tunawapenda wa Afrika wenzetu. Ndio maana tutumie pamoja ili tujenge taifa imara na hasa Afrika bora, na bara letu iwe na matumaini, kwa sababu tukiwa tunaishi katika mwanga ni mambo muhimu sana. Tunasema cheche za mwanga kwa sababu huwa ukiwa na mwanga unaweza kujiendeleza kimaisha na vile vile mambo ya maendeleo. Na waziri wa maji na nishati Daktari Abtamu alikuwa amesema mambo muhimu sana ni kuhakikisha usalama wa chakula, na miongoni mwa miradi kubwa itakayosaidia wa Ethiopia kuhakikisha usalama wa chakula ni mradi kama wa mradi huu kubwa wa bwawa kuu la Ethiopia. Na baada ya kukamilika kwa bwawa kuu la Ethiopia itakuwa kituo cha uvuvi. Watu wengi wanaendelea kupata ajira, fursa za kazi. Watu wengi wataendelea kuishi katika eneo hilo. Na hasa vile tukisema pia itachangia pakubwa katika viwandani. Kwa sababu kama tunavyojua viwanda inategemea sana nishati, na tukiangalia kama nchini mwetu kuna viwanda mingi ambayo inasaidia pakubwa katika uchumi wa maendeleo, na hii utachangia pakubwa kwa sababu viwanda ndio muhimu katika nchini mwetu, kwa sababu wanaingiza uchumi wa maendeleo na pia wanaendeleza maendeleo ya nchini Ethiopia. Na tukisema wanategemea umeme, na hii utasaidia katika nchini mwetu Ethiopia, kwa sababu kutakuwa na viwanda nyingine ambayo yataanzishwa, na huu utaendelea maendeleo ya uchumi. Na tukisema pia hii bwawa kuu muhimu
muhimu pia tunaweza kusema katika sekta ya kilimo itachangia pakubwa, na hasa tukiona sekta ya kilimo iko mradi wa mbele katika kuzalisha ama kuendeleza kuleta manufaa katika nchini, na huu ni mambo muhimu tukiangazia, kwa sababu bwawa kuu inachangia pakubwa nchini mu Ethiopia. Na pia tukisema wananchi wengi hadi sasa iko kukamilika hii bwawa kuu, tukisema kabla ya kumalizika kwa mradi huu, waziri mkuu pia alitoa maoni yake kama ulivyosema, na kusema kuwa huu bwawa kuu si bali wa Ethiopia peke yake, ni utategemewa na Waafrika wengi, na huu ni mambo muhimu kwa sababu wageni wengi walikuja nchini na kuona huu mradi na kujua kuwa huu mradi unategemewa na Waafrika, si wa Ethiopia peke yake, na huu ni mambo muhimu kama na nyingine. Ndio, na mambo mengine muhimu ni kuhusu kuwa kitovu ama maeneo ya kuwavutia watalii. Watalii wengi wanatarajiwa kukuja eneo hilo, na utalii ni miongoni mwa mnara kuu na mpango kuu ya serikali. Sekta ya utalii itakayoendelea kujengwa katika eneo hilo bila shaka itawavutia wawekezaji na hasa wanaharakati wengi watakaoendelea kuhudhuria ama kushuhudia maendeleo ya bwawa kuu la Ethiopia, kwa sababu ni mradi kubwa sana wa maendeleo barani Afrika na miongoni mwa mradi kubwa kote ulimwenguni, na imewavutia macho ya watu wengi kwa sababu ilikuwa imeleta utata na wasiwasi kati nchi ya Misri na Ethiopia na hata nchi nyingine, na watu wengi wa ulimwengu hasa wa kimataifa na shirika mbalimbali walikuwa wanatoa matumaini yao na pendekezo na ushauri kuhusu namna ya kutatua changamoto kwa njia ya amani ili kuendeleza na kuimarisha mshikamano baina ya nchi hii yetu ya Ethiopia na nchi jirani, kwa sababu amani ni muhimu sana. Kama hata unataka kujenga mradi, kama hakuna amani, kama hakuna miundombinu bora, huwezi kujiendeleza kimaisha. Ndio maana tulikuwa tumesema watoto wamechangia pakubwa na wazee pia wamechangia, na hii ni onyesho, ishara ya kuwa watu wanategemea bwawa kuu na wataendelea kuhifadhi, kuitunza kama macho yao. Ndiyo. Kwa sababu tunaweza sema bwawa kuu ni macho yetu. Bwawa kuu itakuwa ni uti wa mgongo wa nchi yetu, na sisi wa Afrika na sisi wa Ethiopia wote tumechangia pakubwa, na kila mmoja wetu wa Ethiopia tumechangia kutoka kile tunacho, kuonyesha kuwa tunaweza kufanikisha na kuendeleza mradi huu muhimu sana kwa kweli. Ndio, kama ulivyosema, mradi huu unachangia pakubwa katika mshikamano wa wananchi wa Ethiopia, na tukifahamu pia ufadhili wa kijamii, kwa sababu tunaweza jua kuwa hii utachangia pakubwa kwa vizazi vijavyo. Ndio maana wajua ishara ya umoja na kijamii na mshikamano wa umoja, na utasaidia kwa sababu hii unaendeleza maendeleo ya uchumi ya Ethiopia na maendeleo ya kijamii pia. Ndio maana ulisema hii utaleta kama tunavyosema, Ethiopia inatumia kwa njia ya diplomasia na njia ya amani. Ndio maana inasema si ya Ethiopia peke yake bali ni ya Waafrika, na bila shaka itaweza kuzalisha mengi ya nishati, kwa sababu hii si peke yake nchini Ethiopia. Na tukithibitisha pia katika maendeleo ya taifa, tunaweza angazia kuwa utaleta maendeleo wa mshikamano na wa pamoja pia. Na tukiangazia pia hii, tutaangalia pia utegemezi ama tukisema mradi huu ambaye hatua kubwa kwa Ethiopia katika kufanikisha maendeleo yake ya kiuchumi na kuimarisha kama kitovu cha nishati na ukanda kwa Afrika Mashariki, kwa sababu kwa ujumla hii unategemeza kuwa Afrika Mashariki kuwa pamoja na kuendeleza huu mradi ambayo unaleta pamoja wa Afrika wote, na huu ni mambo muhimu kwako kama mwingine. Na faida kuu za Ethiopia kuwa kituo cha nishati barani Afrika ni mambo muhimu sana, na miongoni mwao ni mapato ya kigeni. Ndiyo. Na kama unazalisha umeme
na unauza umeme kwa nchi jirani na kwa Afrika na vile vile kwa dunia, bila shaka utapata pato ya kigeni. Na hiyo ni mambo muhimu sana ili kuimarisha zaidi, na Ethiopia itaendelea kupata mabilioni za dola na itaisaidia kuimarisha uchumi wake wa Ethiopia ili kukua kwa haraka. Kama una uzalishaji na nishati mbadala kwa wingi na kwa ubora, bila shaka Ethiopia iko na mpango wa kuuza kwa nishati mbadala, nishati kwa bei nafuu na gharama kidogo tu, kwa sababu ni kwa kupatia kipaumbele kwa nchi jirani. Hiyo ni mambo muhimu sana. Na mambo mengine ni mradi hii si tu mradi wa nishati pekee, ama sio tu mradi wa maendeleo, bali kama tulivyosema ni mradi kubwa sana inayochezesha pakubwa katika kuimarisha umoja, mshikamano, uzalendo na vile vile namna ya kuwa mfano wa kuigwa, kwa sababu ajenda kuu ya Umoja wa Afrika ni kuona Afrika yenye mazingira bora, yenye mazingira safi, na vile vile Afrika yenye mafanikio na ustawi. Hiyo ni mambo muhimu sana. Na miongoni mwa ajenda kuu ni kujiendeleza na kuhakikisha usalama wa chakula na vile vile kuhakikisha nishati, na hiyo ni mambo muhimu sana. Na kama ulivyosema, kama unataka kuendeleza mradi wa viwanda, hiyo itasaidia kupunguza uingizaji kutoka nje. Na kama unataka kuendeleza made in Ethiopia, kwa sababu tukichukua hiyo mfano wa kuzalisha hapa ndani, kama una viwanda vya kutosha na unaendelea kutumia viwanda yako na uko na nishati mbadala, bila shaka utaendelea kuimarisha viwanda, na kuimarika kwa viwanda itaendelea kuimarisha zaidi kile tunachofanya ili kupunguza utegemezi kwako. Ndio, kama ulivyosema, na ajenda kubwa sana ni kuhusiana na kutumia nishati kama magari. Na tukisema hivyo tunamaanisha kuwa nchini Ethiopia wengi wa makina inatumia mafuta, na utasaidia pakubwa katika kupunguza gharama ya mafuta na hasa kujitegemea kwake katika kutumia nishati na umeme pia. Na pia bali si Ethiopia, kwa Waafrika wote, kwa sababu hao wakitumia nishati pia wataanza kuingiza magari ambayo yanatumika kwa nishati. Na huu ni mambo muhimu katika maendeleo ya uchumi ya Ethiopia, kwa sababu moja ya changamoto kubwa ni kuingiza mafuta ndani ya nchi, na huu uliweza kusababisha changamoto mengi katika uchumi. Na huu ni mambo muhimu tukiangazia mradi wa maendeleo wa nchi, na tukiangazia pia kuingiza ndani ya gari nchini wetu. Waziri mkuu alisema kuwa wameanzisha kuingiza magari ambayo yanatumika kwa umeme na kuacha hizo magari ambayo yanatumika kwa mafuta, kwa sababu huu ni mambo muhimu, kwa sababu anaangazia kuendelea kwa maendeleo ya uchumi wa bara, na huu ni mambo muhimu tukiangazia kwa mataifa yetu. Na kama una nyingine kwako zaidi hayo, bwawa hii linatoa somo kubwa kwa mataifa mengine ya Afrika kwamba maendeleo yanaweza kufikiwa kwa umoja, uvumilivu na matumizi sahihi ya rasilimali. Hii ni mambo muhimu sana. Ukiendelea kutumia rasilimali zako kwa njia sahihi, kwa njia sawa, kwa njia ya haki na kwa njia ya uhuru, bila kuathiri ya maslahi ama watu wengine, utapata faida. Na ukiwa unajiendeleza kiuchumi na una nguvu katika eneo moja, unaweza saidia nchi nyingine. Hiyo ni mambo muhimu sana ya kuonyesha mshikamano wetu na ushirikiano wetu bora, na diplomasia ya kirafiki, diplomasia ya jirani, diplomasia ya kuendeleza uhusiano bora na ushirikiano
na nchi jirani na kuendeleza maslahi ya wote. Kwa hivyo GARD ni chanzo cha nishati. GARD ni chanzo cha uzalendo. Ni chanzo cha kuonyesha uwezo. Ni chanzo cha kuonyesha fikra, ujasiri. Na watu wengi walikuwa wametoa utaalamu, uwezo wao, mchango wao. Asa hatuwezi sahau watu wote wa Ethiopia, wakina mama, wazee, watoto, wote kutoka kona nchi, mashariki hadi magharibi, kusini hadi kaskazini, na kila ngazi, katika kila sekta, kwa sababu ni rasilimali yetu muhimu sana. Na rasilimali ya Afrika tukitumia kwa njia ya uwazi na kwa njia ya uwajibikaji, tunaendeleza kuwa sisi wa Afrika tunaweza tumia rasilimali yetu, na vile vile tunaendelea kuimarisha zaidi safari kutoka giza hadi mwanga. Hiyo ni mambo muhimu sana, na tunaendelea kudhibitisha kuwa Afrika ni bara lenye rasilimali nyingi sana. Na tunakumbuka tuna maji, tuna nishati, tuna dhahabu na kadhalika. Na tukiendelea kutumia rasilimali zetu kwa njia kikamilifu na ipasavyo, bila shaka tutajenga bara lenye usawi, bara lenye mafanikio, bara lenye mazingira bora na matumaini kwa vizazi vijavyo. Kwako. Ndio, kama ulivyosema, ni mambo muhimu kujitegemea kwa rasilimali yako nchini bara. Na kama ulivyosema, Ethiopia ikianza kujitegemea kwake utaleta maendeleo kadhaa, hasa katika sekta mbalimbali. Na kama tunavyoangazia, tunajua kuwa Ethiopia imebadilika kwa maendeleo ya uchumi na unashikika watatu katika barani Afrika. Hiyo ni mchango mkubwa ama maendeleo makubwa ambayo yaliweza kutendeka, kwa sababu Ethiopia zamani haikuwa hivyo. Na huu ni mambo muhimu kwa sababu imeanza kuonyesha kuwa maendeleo yake na umoja wake na mshikamano wa pamoja ukihusiana na umoja wake wa watu. Na huu ni mambo muhimu kwa sababu umeanza na nini? Umeanza na ujasiri wake wa kuwa pamoja katika kuanzisha huu mradi wa baba kuu. Na huu ni mambo muhimu kama ulivyosema, na nyinginezo ni kuhusiana na kujitegemea ambayo niliweza kuangazia. Kujitegemea kwake ni muhimu kwa sababu tunajua kuwa tuna rasilimali mingi nchini Afrika. Ndio maana tunafaa kujitegemea, kwa sababu zamani wazungu walikuwa wanakuja nchini mwetu kuchukua nini? Rasilimali zetu na kuitumia. Ndio maana tunafaa kujua kuwa tuna rasilimali nyingi na tunafaa kuanza kutegemea rasilimali zetu na kutumia namna ama kuendeleza teknolojia pia katika kuendeleza maendeleo yetu. Na huu ni mambo muhimu tukiangazia na maendeleo ya bara yetu. Na kwako kama una nyingine. Na tukiendelea kutamatisha kipindi yetu ya siku ya leo, na wapenzi watazamaji, tulikuwa tunawaletea safari kutoka giza hadi mwanga, kwa sababu mradi kubwa barani Afrika, mradi wa maendeleo, mradi wa mshikamano, ni mradi wa umoja na bwawa kuu la Ethiopia. Ni mradi iliyoanzishwa na mchango ya wa Ethiopia, na ni mpango kuu baada ya kukamilika kwa mradi wa bwawa kuu la Ethiopia ni kuunganisha Afrika yote kupitia nishati. Na hiyo bila shaka itasaidia kuimarisha Ethiopia uwezo wake na hata kuwa kituo cha nishati, na mbali na ngano na rasilimali nyingine muhimu. Na wapenzi watazamaji wetu, ni hayo tu kwa siku ya leo. Tulikuwa tumewaandalia masuala kuhusu bwawa kuu la Ethiopia. Asanteni sana, shukran.